tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Haya ndo maneno yake Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia Suluhu. Hii ni baada ya kile kilichodaiwa kwamba aliweza kukeuka haki za kibinadamu, kwani aliweza kuwazuia au kuwafanyia deportation wale wanaharakati kutokea nchi jirani, nikizungumzia Uganda na nchi ya Kenya. Hapo majuzi ilionekana katika baadhi ya video ikisambaa mitandaoni ikimuonyesha Martha Karua kutokea nchini Kenya akisema kwamba wamesubiri katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere ili waweze kurudishwa katika taifa la Kenya kabla hawajaweza kutimiza ziara yao nchini Tanzania, ambapo walikuwa wameenda kuhudhuria kile wanachokidai court proceeding, kwani yule kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, nikizungumzia chama cha Chadema, alikuwa amezuiliwa, na iwapo angepatikana na makosa basi ilikuwa aweze kuhukumiwa kunyongwa. Basi wanaharakati hao kutokea nchi ya Uganda na Kenya waweza kuhakikisha kwamba wanaenda kuhudhuria zile court proceedings ambazo hazikuweza kufua dafu, kwani serikali au rais wa nchi ya Tanzania Mama Samia Suluhu aliweza kutoa amri wanaharakati hao waweze kurudishwa katika nchi zao. Na baadhi ya picha ziliweza kusambaa katika mitandao ya kijamii kimuonyesha mwanaharakati kutokea nchi ya Kenya, nikimzungumzia Boniface Mwangi, alikuwa akidhulumiwa, kwani picha zilionyeshwa Boniface Mwangi akiwa katika hali ni kama anapigwa hivi, kile kilichopelekea kuzua hali ya taharuki katika mitandao ya kijamii na kuleta hali ya sintofahamu ambacho imeweza kupelekea kuzaa kizaazaa baina ya nchi ya Kenya na ile ya Tanzania. Basi swala hili limepelekea serikali ya Marekani ama almaarufu United States of America kutoa statement pale kwenye akaunti yao ya Twitter na kusema kwamba wanataka uchunguzi uweze kufanyika na kudhibitisha au na kubaini chanzo na iwapo rais huyo Samia Suluhu aliweza kukiuka haki za kibinadamu kwa kile alichowafanyia wanaharakati hao kutokea nchi jirani ya Kenya na Uganda. Kumbuka siku zote Extra Mail Media ndio nyumbani kwa taarifa kemkem na burudani. Tutazidi kukudondoshea taarifa kadri zinapotokea, lakini fanya hivi: usikose kufinya alama ya subscription, kulike na pia kucomment ili tuweze kukuletea taarifa kadri zinapotokea. Till next time, bye bye.